Ndugu zangu, nimesema nimekuja kwa ajili yenu, na agenda nilionayo ni yenu, na kilichonileta leo, pamoja na kwamba kuna mambo mengi tutaendelea kuja kuyafanya, kilichonileta leo ni agenda ya vijana, na ni agenda inayohusu programu ambayo tunakwenda kuianzisha. Ilishabuniwa, lakini kuna wakati wa kuja kuzindua rasmi. Programu ambayo inaitwa MBT. Sijapata bado Kiswahili chake sanifu, lakini kwa lugha ya Kimombo inaitwa Mining for a Brighter Tomorrow, au uchimbaji kwa ajili ya kesho iliyo angavu, au kesho iliyo bora zaidi. Program hiyo ilibuniwa na rais mwenyewe, akasema kwa sababu kuna changamoto ya ajira nchini. Sasa hivi waliosoma ni wengi kuliko kazi zinazopatikanika. Ni afadhali tutumie rasilimali tulizojaliwa na Mwenyezi Mungu kutengeneza fursa za ajira kwa ajili ya vijana. Katika sekta hii ya madini, ndio mama akaja na ubunifu kwamba tuanzishe program maalum kwa ajili yenu. Programu hiyo ambayo ndio tumeita kwa kifupi MBT, inakwenda kuhakikisha kwamba vijana wanapata maeneo yao ya kuchimba badala ya kuwa watu wa kwenda kudoea kwenye vitalu vya watu. Vijana hawa wanapata elimu ya uchimbaji. Vijana hawa wanawezeshwa waweze kuchakata madini, na vijana hawa wanaweza kuingia kwenye biashara ya madini na kutajirikia rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu amewajalia. Hayo ndio maelekezo ambayo tunayafanyia kazi. Hayo ndio maelekezo ambayo amemfanya Mheshimiwa Mavunde aje mwezi wa 5 mwaka jana, akakuwa hapa, lakini akaja baadaye mwezi wa 10 akaja ukabidhi na leseni. Kwa ajili hiyo basi, tulipokuwa tumeubuni huo mradi, sisi tuligawa katika awamu mbili kuu za utekelezaji. Awamu ya kwanza ilikuwa ni kwanza kuwasajili vijana ambao wako tayari kuingia kwenye programu ya MBT, na ambao ndio hao sasa wakishatambulika watatafutiwa maeneo ya kufanyia uchimbaji. Kipekee sana ni washukuru ndugu zetu, wadau wenzetu wakubwa wa habari, wachimbaji wakubwa katika eneo hili, kwa sababu kupitia ushirikiano kati yao na serikali tuliweza kupata leseni ambazo ndio hizo mmepewa. Bali waliacha leseni zao ambazo walikuwa wanamiliki kihalali zipatazo 4 mkapewa ninyi. Lakini pia serikali ikachukua maeneo yake mengine ambazo ndio zimeongezewa, zikapatikana hizo leseni 106 ambazo zimegawiwa. Kwa hiyo hatua ya kwanza baada ya nyewe kusajiliwa, ikaja hatua ya pili ya kutenga hayo maeneo kwa ajili yenu. Hatua ya tatu ikafuata katika utaratibu huo, baada ya kuwasajili, baada ya kupata maeneo ya kugawa, ya kuunda na kusajili vikundi. Tulipowasajili watu walipatikana walengwa 1998 ambao wamegawanywa katika vikundi vikaja vikapatikana hivyo vikundi 53. Na katika hivyo vikundi 53 ambao wote wamepata leseni mbili. Na baada ya kupata hizo leseni, hatua iliyokuwa inafuata kwenye awamu ya kwanza, phase 1, ilikuwa ni kuwapa hawa walengwa wetu elimu. Ilipaswa elimu itolewe kuhusu sera ya madini, sheria za madini, kanuni zinazosimamia, waelewe taratibu za uchimbaji, mambo ya usalama, mambo ya mazingira. Hiyo elimu ilipaswa iwe imeshatolewa kufikia wakati huu nilipokuja leo. Lakini baada ya elimu kuwa imetolewa na imekolezwa, tulikuwa tuje na hatua nyingine ya kuhakikisha kwamba kila kundi wameona eneo lao ambalo wamegawiwa leseni, na ziwekwe alama, wajue kwamba leseni yake inaanzia wapi, inaishia wapi. Hayo ni mazoezi ya awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi wetu wa MBT katika eneo hili la Tarime, eneo hili la Nyamongo. Baada ya kuonyeshwa maeneo sasa, inabaki kazi nyingine ambayo iko kwenye ngazi ya juu zaidi. Maana haya yote niliyoyasema ni mambo ambayo tulikasimu kwa kamati iliyoundwa ya usimamizi wa uanzishwaji wa mradi wa MBT katika mkoa wa Mara, katika wilaya ya Tarime, na tukachukua Nyamongo kama ndio eneo la kuanzishia. Ilitakiwa isimamiwe na mamlaka ambayo iko ndani ya tume, ikiwakilishwa na ofisi yetu ya madini ya mkoa, iko ndani ya halmashauri ya Tarime, lakini iko chini ya DC ambaye ndio mkuu wa wilaya hapa, lakini pia yuko mdau wetu wa habari ambaye ni mlezi
wakishirikiana na taasisi zetu za ngazi ya kitaifa ikiweko STAMICO na taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini GST, na hiyo kamati kwa pamoja ndio sasa ambao walikuwa wanasimamia mchakato mpaka hapa tulipofika. Lakini baada ya hapa wao walikuwa na kazi nyingine kubwa ya kuanza sasa utafiti wa zile leseni, ili msiende kufanya uchimbaji wa kubahatisha na kupoteza mitaji, ambayo hiyo mitaji nayo ni sehemu nyingine ambayo lazima mitaji ilikuwa muwezeshe. Vifaa, mitaji, uendeshaji wa migodi hii ambayo mnaenda kuianzisha. Hizo ni hatua ambazo zinaenda kwenye phase 2. Awamu ya pili hatujaianza, ndio nimekuja leo kwanza kuja kufanya tathmini ya hatua ya kwanza ya utekelezaji wa huu mradi wa MBT kwamba imefikia wapi. Na mimi nitoe taarifa rasmi kwamba phase 2, awamu ya pili ambayo ndio itakayofuata, tunaanza lini na tunaanza kwa staili gani, ili vijana wetu ambao tangu wapewe leseni wamekuwa wakikaa tu wakisubiri, wasije wakaingiwa na maswali mengi kichwani, wakaanza kujiuliza kwamba hivi jambo kweli lilikuwa kweli, hivi tumedanganywa, hivi nini, tumehadaiwa nini, au ni siasa nini? Maana si ajabu kuna wanaosema hivyo. Tumekuja hapa ili mjue kwamba serikali ya Mama Samia baada ya kurudi madarakani, na mama akaona kuna umuhimu wa wale viongozi waliokuwa wanamsaidia kubaki kwenye nafasi zao. Mavunde kabaki kwenye nafasi yake, mimi nimebaki kwenye nafasi yangu. Kwa hiyo hatuna cha kujifunza sisi, kazi yetu ilikuwa ni kuja kuchukua kijiti pale tulipokiacha, tuendelee kukimbizana naye mbele. Mheshimiwa Diwani, na wewe umerudi kwenye nafasi yako, hebu mpigieni kwanza huyu Mheshimiwa Diwani makofi. Kwa hiyo timu hii ambayo nimekuta leo hapa ina viongozi waliochaguliwa kama sisi kwenye kazi ya madiwani ambao tunaendelea nao. Nimekuja hapa ili tuje tusikie kutoka kwenu. Hawa viongozi tuliowaachia hiyo kazi watoe taarifa fupi, pengine atatoa mwakilishi wa Raimua hapa, ya mambo ambayo tuliwaambia watekeleze kabla hatujaenda kwenye phase 2, hatua ya pili ambayo tutaitangaza katika mkutano huu. Vision 2030, madini ni maisha na utajiri.